Licha ya mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba kufunga safari kwa ajili ya kwenda kumwombea msamaha mama aliyetengwa na jamii kutokana na tuhuma mbalimbali za uhalifu katika mtaa wa afya uliopo halmashauri ya wilaya Geita, bado baadhi ya wananchi waligomea msamaha huo, huku wakimtaka Mheshimiwa DC Komba kuondoka na familia hiyo. Akisikiliza maoni ya kila mwananchi aliyejitokeza kutoa tuhuma mbalimbali zilizokuwa zikimtuhumu ndugu Konstantini Juakali ambaye ni mume wa mama aliyetengwa katika familia hiyo, alisimama mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba na kusema hakuna binadamu aliye juu ya sheria na kila mtu anatakiwa kufuata na kutii sheria, taratibu na kanuni za katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku akitoa maagizo kwa viongozi wa jamii hiyo kutoa ushirikiano mkubwa kwa familia hiyo. Ndugu zangu viongozi wa chama na serikali, mkuu wa wilaya ni mtawala na ni rais wa wilaya. Kwa hili huyu kijana, kinachotusumbua ni siasa, na kwa sababu ni siasa, kuna watu walioko nyuma yake. Tunasema hivi, mwanamke hana mji. Tuliuweka mji wake chini ya marudio jirudi, akashindikana, akatoa 250,000. Sasa tukaona hakuna jinsi, mwenyekiti wetu kama anavamiwa, je, mwananchi, viongozi wetu wanatukanwa. Yaani lengo ni kuangusha uongozi ulioko madarakani. Kwa hiyo ambaye ni mwenyekiti wa chama na ndio wako pamoja, mimi sio mwanasiasa, kwa sababu hana nguvu wala nyenzo ya kusema aondoke hatua moja aende hatua nyingine, kwa sababu aliyompa akili huyu mama akatushtaki Nzengo pamoja na uongozi. Tutaishi naye namna gani? Tunamkabidhi mwenyekiti wa kitongoji, diwani, mwenyekiti wa wilaya, wamuangalie sisi, asikanyage kwa mwananchi yoyote kuomba maji akateke mtoni, kwenye bomba la serikali, shule mwanafunzi akasome, sokoni aende kaeme, lakini kwa kazi yoyote ile hatumtambui. Kama wanamwacha hapo aendelee kuishi ni kwake. Sasa sisi hatuna msaada mwingine isipokuwa tunamkabidhi kwa mwenyekiti wa wilaya. Cha kwanza kabisa ninachokiomba, nimenyamaza kimya tangia hili zoezi la Konstantini iwepo, sijawahi kusimama kuongea. Siongei kwa kumkandamiza, ni kakaangu sana kipenzi, na huyu mama ni wifi yangu kipenzi. Ila sasa, moja, msiba ukitokea Konstantini, hiyo siku hiyo sifuria la hera tokori pera, tunakimbia kabisa. Msiba ukitokea sifuria la pesa tutalikimbia. Leo mkuu wa wilaya amekuja anaomba tumsamehe. Nimeenda kwenye mashiko sasa. Huyu mama tukimsamehe ataishi pale kama Msimbe alionunua ule mji wa Konstantini, au tunamsamehe kwa lipi? Ni Msimbe. Anaweza kutuuliza hilo swali Wananzengo. Huyu mama mlimwandika kitabuni na mnasema mimi sio mume wake. Ni Msimbe alikuja kununua hapa, mnahalalisha mwenyekiti alinunua kama Msimbe? Hapana. Tutamjibuje? La kwanza hiyo. La pili, huyu mama Konstantini hakutoka juu akadondoka chini. Ana wazazi. Wapendwa, hata sisi wakina mama tunaachika, tunaacha misauzi, tunaacha watoto, tunarudi majumbani kwa wazazi wetu. Kwa nini neno moja litusumbue katika Nzengo? Limetusumbua sana, ni la muda mrefu. Matokeo yake mnanikuta mama Ima nimechomwa kisu na pemba zangu kichwani, mnaanza kusema ni mahawala zake, kumbe ni Konstantini. Kwenda kwenye point, tusitake kuleta hoja za kusema tuweke mambo ya siasa. Siasa hapa hatuna, tuko kwenye Nzengo. Tunatafuta suluhu ya Konstantini na wananchi. Huyu mama, cha msingi nilikuwa namuomba mheshimiwa huyu wa wilaya, mkuu wa wilaya na viongozi wengine waliofika ngazi ya juu na diwani, namuomba, kwa nini wasifanye msaada huyu mama kumpangisha sehemu sio hii kwa Konstantini, wakampeleka eneo lingine wakampangisha akaishi kwa amani huyu mama na watoto wake, kusudi Konstantini vyombo vya dola vikamtafuta. Kwa nini ulitelekeza watoto? Ustawi wa jamii nimesikia huko, haki za binadamu, haki za watoto. Atafuta Konstantini akamatwe ahudumie mke wake. Sisi hatujamuoa Nzengo, huyu mama ameolewa na Konstantini na ni mrembo. Hata leo jimbo liko wazi, mkisema wana
watawalisha nini? Huyu kijana, matukio mlioyasema hapa yanazidi. Ukisema huyu mama mnamrudisha, anakuja kukaa kwenye mji, anahudumiwa na nani? Mwanaume atalete matumizi, atasema nyie washenzi mlikuwa mnajidai. Hivi unaogopa mkuu wa wilaya? Tumuogope Mungu. Ndio mimi ni mzee, huyu mama ananiumiza na kajukumu. Hivi leo mtu akija kauawa, huyu baba wanasema ana timu ya watu anawatuma wako humu vijana. Wanatembea. Jeshi linakuja likisikiliza umeongea linakufuata njiani. Unakuja kukamatwa na kuchoma kisu, mkuu wa wilaya umeshaondoka. Mimi nilikuwa nakuomba mkuu wa wilaya kwa msaada wako. Bado Nzengo haijatulia, haijakaa vizuri. Tunaomba ubebe mke wa Constantino. Mheshimiwa Samia aone hiyo kwamba mkuu wa wilaya, ili yule mama muende naye kwa leo, msiseme mnamwacha hapa, tunaogopa. Lakini tunaomba kwa ulinzi wale tuliosimama hapa. Tunakuhakikishia mkuu wa wilaya, tunaomba ulinzi kwa huyu kijana. Matukio, sisi ni wazee. Tukio la mwenyekiti wa kitongoji kufatwa na kisu, mnalisikiliza hoja tu. Watu wanasukuma wazee, mzee Bundara ovyo tu. Mnatetea vijana. Mzee Bundara alikuwa hapa, mzee nani alikuwa hapa Mandundu. Tulimtoa kwa vile alikuwa mtu wa msoma. Bado mlimfukuza hadharani, alikuwa na watoto. Na aliondoka amebeba mgongoni akaondoka. Na tulitoa hukumu. Na akawa amekosa na akaeleweka amekosa. Kwa nini huyu bwana yeye haeleweki? Lakini tunaomba msaada, ulinzi leo. Serikali inaamini mifumo yetu hii ya kimila na ya kijamii, tukiamini kwamba ndio msingi mkuu wa kujenga taifa letu. Leo hii tunathamini mpaka sungusungu kwa sababu tunaamini ndio msingi mkuu wa ulinzi wa taifa letu. Tunathamini vikao vyetu vya chini huku tukiamini ndio msingi mkuu wa kujenga umoja na mshikamano. Lakini hatutakubali eti ujitengeneze mfumo katika taifa wenye nguvu na maamuzi kuliko taifa lenyewe. Haiwezekani. 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 Hapa kuna watu hapa wana mawazo mazuri sana ya kutaka kutoa maoni kuhusiana na umoja na mshikamano kwenye jambo hili. Wanaogopa fulani akiniona mama yangu na mimi naongezwa kwenye kutengwa na Nzengo, na mimi naongezwa kwenye kutengwa na Nzengo, na mimi naongezwa kwenye kutengwa na Nzengo. Hivi tunajenga jamii ya namna gani ya kushikiwa mawazo? Tunajenga jamii ya namna gani ya kushikiwa mawazo? Naondoka na maamuzi ya kumkamata Constantine Bahati Juakali ndani ya muda mchache na kumfikisha kwenye vyombo vya sheria. Na siku nitakapokuwa nimemkamata, nitaweka utaratibu wa kuwaleteeni akiwa na pingu mkononi kwamba sasa anakwenda kwenye vyombo vya sheria. Hilo jambo wala halitachelewa, na ndani ya muda mchache tutamdaka. Hatuwezi kucheka juu ya maovu mbalimbali ambayo yameonekana kufanywa na mtu. Jambo la pili, mwanamama huyu, kwa sababu huo ndio mji wake, anaendelea kulea hapo, amelea ujauzito wake hapo, anamlea mtoto mchanga malaika asiyekuwa na hatia hapo. Ataendelea kukaa hapo kwenye mji wake akiendelea kulea mwanae katika mazingira hayo hayo ambayo Mungu Baba wa mbinguni aliyemuumba na kumbariki tumbo la uzazi akazaa. Ataendelea kusema na maisha yake, atakaa hapo. Wako walio wema watakaompa ushirikiano, na wako ambao wataendelea na misimamo ya Nzengo, lakini naamini Mungu wa mbinguni ataendelea kusema na mioyo yenu na kusema na moyo wake ili aendelee kukaa hapo na maisha yake. Jambo la tatu, viongozi wa Nzengo, mwanamama huyu sasa atakuja kwenye utaratibu wa Nzengo kule chini kwa ajili ya kuja kukutana na wazee. Badala ya kuongea hapa kwenye watu wengi, mwanamama hapa, mke wa Constantine Bahati Juakali, mama nadhani unanisikia vizuri, utakwenda kwa wazee wa Nzengo kule, mkiwa wachache mtazungumza ili kuweka taratibu vyema za Nzengo ili tuimarishe umoja na mshikamano. Kitu ambacho kina nguvu katika taifa hili ni katiba, sheria na kanuni za nchi, na hatutakubali utaratibu mwingine ambao
unaendekeza misingi ya mipasuko katika jamii.